uwebawe na kiasungia nene wase watu muondani na moloto yoka imageukia Mungu ni wapatie Yesu siana wanakugeukia wanakuambia wewe usituletee kwenda ukatuletee siwe ela mundu mbazune aiwe mwe yena barana na mbe nimwe iwaza isawa na zaimoni ndio mwe yaweta wala ni ngondo waweta Bwana Yesu asema hata kama ni wewe umezaa huyo mtoto Bwana Yesu akisema anataka kumtumia hauwezi zuilia resource kwa maana wewe kama unalele kumtumia Bwana Yesu asifiwe amen mwenye yena mada na soko wake yangine Kulia Yesu moko masio haleluya yena mada na mwika wake yangine yena mada na atumia maki yangine yes nisha utotoni yatoko anasia kila chonde chobe atwe yes yatoa kuona na atumia maki sio yono nisi nina ukuja kuyanu wane ana kiasu maumi ya bame na kanya wingi lete yama hiyo tuinye tuwaje kanywa suma Bwana Yesu asifiwe amen kuya maobizi luiku na kanywa ende mwe yami nao twele yaya toka kwaleleka basoko yenda okuya mwisao na mondo musomu okwaleleka ba no mondo tinde kisomo oke kwaleleka yes hallelujah Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula 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 Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula elimu na mali ya viwezi elimu na pesa haziwezi kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa mwenye nguvu za kuokoa kuja kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa elimu na mali ya viwete 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 hata watoto hawezi hata na mume hawezi kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa ndiye mwenye nguvu za kuokoa kwake Yesu 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 ndiye mwenye nguvu za kuokoa wewe mtu uite kwa Yesu tunaweza waliza huo wimbo na kuhubiria watu na tuende Yesu anataka kuhubiria watu kupitia kwa wimbo kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa 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 Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa
kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Hata na mashamba hayawezi. Hata na mashamba hayawezi. Hata biashara haiwezi. Hata biashara haiwezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake 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 Yesu ndiye. Yesu, watu wako wanatamani leo yako. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kukuponya. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kukukomboa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Hata na pombe haiwezi. Na pombe haiwezi. Na pombe haiwezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Rafiki zako hawawezi. Walimu wako hawawezi. Walimu wako hawawezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kingine mwenye Yesu nafaa. Haikeno kingi kinaweza nacho. Eka Yesu. Yesu analilia watu. Unasema Yesu awaombee kwa Baba. Lakini wewe uko mbali. Wewe Yesu mwenye itobole kwanza na kuwe kwa mpango wa kando. Yesu aombei watu wa aina hiyo. Haleluya. Amen. Yesu lazima akupate mahali amekuacha. Wakati Bwana Yesu Mungu aliacha Adamu na Hawa kwa shamba, akakuja kuangalia, akapata wameenda baada ya kufanya dhambi. Okiyetanite omasala woka yetanite atamu atamu wema atamu wema atamu wewe uko wapi? Ndio matunda muondane
akakuja akapata wako kwa shamba. Wengine mama ni mwenye imeshikwa kuma saa itatu unaona wetinda kwako, lakini kuma saa ile si awelo kufoneka kwako kuna moto kwa ya kuna moto moleza kwani umekula wewe. Haleluya. Adamu ya kuonwa ni mwayi ndio kuna kwa ida wewe mundu wewe ndani ya bila mundu ayasiendo itasi kwake alama kwake alamu ya yomotia Ondia mondane wewe na nsoka maandiko mia siela ndamu wa mandia kalande mudai maendi ya kwebila nundu balamae ndiye baina nsoka zoka ya mlewa kuma monde au miano ni matia monda wa ukama umaiti no ukama umaiti no ukama umaba ijino mundu achia muda wake ijino iwe yale mundu achia muda wake lazima ang'ate kwenye visikino. Ukama kuma mbeza na hilo kuchenya nundo ijino nisao mangi wene soka. Hapa wale ambao tumeketi simame wewe kutone wewe unataka yuko kunena ni kanisa yake akili. Wewe ni sisi fulani tumalize kama tumiliki. Watu wakialina wahurumia. Hasukatulia. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Naona sifa zikitanda dunia yote. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Naona sifa zikitanda dunia yote. Achilia kazi yako, bali chako, vipaji wetu, bali chako, kucheza kwetu, bali chako, huduma yako, bali chako. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kama kuna mtu akiangini akipeleleza maisha yake anaona kama ronda kande yetika kwa nicho mudele wa kila ibina. Bwana Yesu ametumana kwa ajili yako. Ametumana kwa ajili yako. Yesu atumana nikienda kaumiando miundani yene. Bwana Yesu apewe sifa. No wisinesa mundola udaida mundola wechi wako. Bwana Yesu amekuja kufukuza watu kwa mashamba ya wenyewe. Nataka tuimbe wimbo alafu tuombe tumalize. Ninamjua aliye mwamba aliye niokoa. Wewe na kiasungi ya neno wasio wako muondani. Ondia muondani wewe na nsoka maandiko mia siela ndamu wa mandia kalande mudai maendi ya kwebila nundu balamae ndiye baina nsoka zoka ya mlewa kuma monde au miano ni matia monda wa ukama umaiti no ukama umaiti no ukama umaba ijino mundu achia muda wake ijino iwe yale mundu achia muda wake lazima ang'ate kwenye visikino. Ukama kuma mbeza na hilo kuchenya nundo ijino nisao mangi wene soka. Hapa wale ambao tumeketi simame wewe kutone wewe unataka yuko kunena ni kanisa yake akili.
Watu wa Kiangina wahurumia. Asukatulia. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Naona sifa zikitanda dunia yote. Naona mbingu zikifunguka katika kuabudu. Naona sifa zikitanda dunia yote. Achilia moto yoka imakeukia. Mungu ni wapatie Yesu siana. Wanakugeukia. Wanakuambia wewe usituletee. Kwenda ukatuletee siwe. Ela mundu ngazule iwe. Mwe yena barana na mbe. Ni mwe iwaza. Isawa na Simoni. Ndio mwe yawe hata. Wanaela ni roho weta. Bwana Yesu asema hata kama ni wewe umezaa huyo mtoto. Bwana Yesu akisema anataka kumtumia, hauwezi zuilia. Resource. Bwana Yesu kaimona leo ndio mtumia ba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye yana mada na soko wake yangine. Kwa Yesu moko masio. Haleluya. Yana mada na mwika wake yangine. Mwenye yana mada na atumia maki yangine. Yes. Nesha utotonia toko rasia. Kila chonde chobe atwe. Yes. Natoa kuona na atumia maki sio. Nono nisi nena ukuja kuyanu wane. Ana kiasu maumi ya bame na kanya wingi lete u. Yama hiyo tuinye tuwaje kanyo suma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa maobizi yuko na kanywa. Ende moya yani na otwele yaya. Toka kwaleleka basoko. Yenda okuyambisa na mondo musomu. Okwaleleka ba. No mondo tinde kisomo oke kwaleleka. Yes. Hallelujah. Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri. Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri. Tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula. 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 Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri. Adamu na Hawa walitenda dhambi ya siri. Tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula. Tunda lile walilokatazwa na Mungu walikula. Elimu na mali haviwezi. Elimu na pesa haziwezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kuja kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Hata watoto hawezi. Hata na mume hawezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Wewe mtu uite kwa Yesu. Tunaweza maliza huo wimbo na tuhubirie watu na tuende. Yesu anataka kuhubiria watu kupitia kwa wimbo. Kwake Yesu
ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Elimu na mali haviwezi. Hata na mashamba hayawezi. Hata na mashamba hayawezi. Hata biashara haiwezi. Hata na biashara haiwezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Kwake Yesu ndiye. Yesu, watu wako wanatamani leo yako. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kukuponya. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kukomboa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. Hata na pombe haiwezi. Na pombe haiwezi. Na pombe haiwezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Rafiki zako hawawezi. Walimu wako hawawezi. Walimu wako hawawezi. Kwake Yesu ndiye mwenye nguvu za kuokoa. 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 Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kingine mwenye Yesu nafaa. Haikeno kingi kina wetu wacho. Eka Yesu. Yesu analilia watu. Unasema Yesu awaombee kwa Baba. Lakini wewe uko mbaya. Wewe Yesu mwenye itobole kwanza na kuwe kwa mpango wa kando. Yesu aombei watu wa aina hiyo. Haleluya. Amen. Yesu lazima akupate mahali amekuacha. Wakati Bwana Yesu Mungu aliacha Adamu na Hawa kwa shamba, akakuja kuangalia, akapata wameenda. Baada ya
kufanya dhambi. Ukiyetanite kwa masala woka. Yetanite atamu. Atamu wema. Atamu wema. Atamu wewe uko wapi? Ndio matunda muondane. Akakuja akapata. Wako kwa shamba. Angengine mama ni mwenye imeshikwa. Kuma saa itatu. Unena wetinda kwako. Lakini kuma saa ile si awelo. Kufoneka kwako. Konya mono kwa ya. Konya moto moleza. Kwani umekula. Wewe. Haleluya. Adamu ya kuonwa ni mweyaji. Ndio kuonya kwa ida wewe. Mundu wewe ndani ya bila. Mundu waya siendo itesi ya kwake. Adama kwake. Adamu na yomotia. Akisikiliza. Bwana asifiwe. Hizo zingine huwa anaenda kushikia huko akiangalia chenye aliandika. Na kuna 3 levels of assimilation. The first level of assimilation inaitwa awareness. You are aware of that day, lakini unjui uweze elezea. So unasema umeokoka. Ukiulizwa kuokoka ni nini, unasema ndugu enda motatu. Hata mwana wangai. Nondo ndwezeko tangi wamechao lakini umetangi. So you are aware but you do not understand. Kwa hivyo the first level of assimilation is awareness. Tukitoka kwa awareness, mtu anaweza endelea akuwe na understanding. Understanding ni ile unaweza elezea chenye unasema. Halafu kuna wenye Mungu amewarehemu wamefikia the third level of assimilation, inaitwa mastery. Bwana asifiwe. M-A-S-T-E-R-Y. Master wangele Arab witina kumaanisha kila unena you have mastered it. Bwana asifiwe. Na ninataka Mungu atusaidie tufikie hapo. Tuwe tunaweza elezea chenye tunasema wokovu ni nini. Bwana asifiwe. Hayo yote tunayapata kupitia kuandika na kusikiliza. Bwana asifiwe. So tukia toa adabu. Wao wako na wao wana. Hata mama. Bwana asifiwe. Nataka tukaangalie neno la Mungu kwa zile dakika ambazo tuko nazo. Na hata mwana wa Ngai. Kila Ngai ubangite yoloa thai wako na thai wako. Pai Mungu utonya ukisi. Atiowe kanani. Hata mwana wa Ngai. Chenye Mungu amekusudia kufanya katika maisha yako, labda wewe mwenyewe uzuie kwa kutoamini kwako. Maandiko anasema katika Luka 1:45, blessed is she. Hallelujah. Blessed is she that believes, because there will be fulfillment of what has been said to her. Bwana asifiwe. Kwathi mwaniko aula wikia nundu kukethwa na kwikata kwianiwa kwa kila wataviswe ni Ngai. Kuula utekea kila wataviwe ni Ngai ndona wikili wacho hata mwana wa Ngai. Na kwa muda mchache sana ama mfupi, nataka kuongea kuhusu pulling down strongholds and mindsets. Kuangusha ngome na mawazo. Pulling down strongholds and mindsets. Pulling down strongholds and mindsets. Bwana asifiwe. Amen. Pulling down strongholds and mindsets. Sisi kama Wakristo ambao tumeokoka, huwa tunajaribu sana kushughulikia mambo mengine na tunaacha yale mambo ya muhimu katika maisha. Haleluya. Amen. Tunatafuta chakula, tunatafuta viatu, tunatafuta nguo, tunatafuta mafuta. Bwana asifiwe. Tunasahau na vile vitu vya maana katika maisha yetu.
na jambo moja la maana sana katika maisha ya Mkristo na mtu yeyote ambaye ako hapa duniani ni akili yake. Haleluya. Kisoma katika Proverbs chapter 4 verse 23. Maandiko anasema, guard your heart with all vigilance. Hallelujah. For the issues of life comes out of your heart. So the issues of life does not come into your heart. They come out of your heart. Bwana asifiwe. Mipango ya thayo waku, kusucceed kwaku, kuyumanza waku, kugeta nzini waku, kumanzini waku, kwendete nza hata mwana wangai. Thayo waku ulo wikala suo, wikala kila unaswania hiyo. Praise the Lord. Amen. Venye unakaa leo ni venye ulikuwa unafikiria jana. Jana tukienda kulala ulisema kesho nitavalia kiatu. Bwana asifiwe. Nitavalia hii kiatu. Haleluya. Na ulipoamka ulivalia kwa sababu ulipanga kutoka jana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu akili zetu ni kitu cha maana sana, lakini wengi wetu tumeachilia akili zetu na tukakuwa watu wa kawaida. Bwana asifiwe. Amen. Nataka jioni ya siku ya leo tutaanza na Wakorintho wa pili 10. Pulling down strongholds and the mindsets. Pulling down strongholds and the mindsets. 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 6. Maandiko anasema, Mungu onakau twekinya na mwe twikuokita kweanana na mwe nundu miyo yakau ya kukita kwitu tia mwe indi ina vinya kwa Ngai wa kuomboa ngome si vinya tukiomboa malilikano na kila kindu kituliti kile umanyi wa Ngai na tukiete kila kiswanio ukomboni wa kumwiwa Kristo hata mwana wa Ngai. Kama Biblia ni yako ama simu ni yako, underline hiyo verse 5. Bwana asifiwe. We demolish arguments and every pretension. Kuna version inasema hivyo, lakini nitasoma KJV. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hallelujah. Kwa hivyo maandiko anasema kuna mawazo ambayo huinuka kinyume na elimu ya Kristo katika maisha yako. Unapata umeokoka, lakini kuna kitu kiko ndani yako hakijaokoka na hakitaki kujua kama umeokoka. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hicho kitu kijui, kinakaa kikikusumbua forever hata kama umeokoka. Lakini jioni ya siku ya leo naomba Mungu akatufungue macho ili tukaweze kukielewa hiki kitu na kukijua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tukajifunze, what is stronghold? What is a stronghold? Nataka tuandike, tufanye divination ya stronghold. Mwenye ana kalamu na kitabu, Mungu amsaidie. Naenda mundani ulawe. Yuende aina kodeni yabo. Yesu ni watu mana mwenyani waumode. Ili ya kutoe katika shamba ya kuchukiwa. Shamba ya kuteseka na magonjwa. Naomba utembee. Maana Yesu anaitana. Sijui ni nani ambaye amefikiwa na ujumbe wa leo. Bali popote ulipo, Yesu ako na mpango mzuri na wewe. Hata kama ni watoto wako, unaona vizuri walipoenda shule, Mungu yemapiana matea burudani wa kanisa, unaangalia unaona tabia imegeuka. Sio Bwana Yesu anakuita arejeshe watoto wako kwa shamba. Bwana wako ama mzee wako akienda Nairobi ama kazini,
Akirudi umeona huyo mzee ni kama amebadilika, ni kama ameingia shamba zingine. Bwana Yesu yuko tayari kukomboa hiyo familia. Baba, ninakuita ukakomboe familia za wapendwa wa Kiangile. Zingine zinateseka, zinateswa na shetani. Shetani ni nyoka mkubwa anayeupa familia visigino. Watu wakikaa kwa mashamba ambayo sio yao. Bwana Yesu, Mungu amewalaani, akasema na mlaaniwe, mtafanya kazi na mtakula kwa jasho lenu. Dunia yote imelaaniwa kwa ajili ya watu kukaa kwa mashamba ambayo sio yao. Ulimwengu umelaaniwa, hata mvua imeshindwa, mawingu haileti mvua, maana watu wameama kwa mashamba. Oh my God. Yesu, rejesha watu kwa mashamba ya amani. Yesu, rejesha watu kwa mashamba ya furaha. Wengine wameshika mateka na ibilisi, wameacha mashamba yao. Naomba Bwana warejeshe kwa mashamba yao. Mkutano uendapo na kuisha, wote wakarudi kwa shamba. Bwana, ninakushukuru. Asante kwa neema. Mchungaji, naomba ukaribie uweze kuomba maombi ya kumaliza mkutano. Sikutani baya nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana kwa neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana. Ndeto ino nimeshe ni ya Mungu Bwana. Ili neno najua ya kwamba ni ya mtu mahali. Kama ninaposikia ni yangu pia ni yako. Ili sura Mungu ujiete uhusiano wake na Ngai. Damu inawatie uhusiano nundu wa Ngai. Niwage tumio kuitwa Adamu weva. Adamu weva. Adamu weva. Adamu weva. Ili sura Mungu kuga washa uo. Agini no kusenga ekata. No kusenga avenge agiata. Agini nane kwe Ngai wetune, Ngai wa matei, Ngai ya mumo mwinge, abindange mono notia. Iyo kinanda tafadhali. Abindange mono notia. Nokesa kwithia no kwewa bina. Nokesa kwithia ona no kuswania. Kweli nyeno ni shokeye. Kweli nyenga ino ambitikile. Ulinga londo nitiite, ulinga na vayola ni kalite, kweli ngaino ambitikile, nendo kuyaye, ngaino wakuitikile, nendo ya ngai asya ni muumese wakudhata, nanda ilieta mundu, nanda siasya undu ando masiasya, wanzisyo na lama wanzuma ingi, no sisyo kudalema wanzuma ingi, lakini kwe kendo kita wa mumo wangai ni wetikila mundu, eili ondo wilie, Nondo wilie Yesu ni wake tumuokie ondo wa mundu wilie na Ngai no tongea ayokie nondo wa ondo wilie enda kugocha mumo ni wa Ngai ulota sia ondo mundu wilie we Yesu sia wikanite megalie wabikaba we Yesu tatala ondo mutalila we Yesu tatala ondo utalilwa nando ende Ngai ne wa matei no tungi ya patego no no wa biabo wangala joni no akutungi ya patego nenda uboya kiyo ni chasuo wewe ndo toyindu kwa myango yaku
Bilia yasio kwetimu no ngendu wa mundu ngayonete kabinda. Tukone tosinda no ngendu ngayonete kabinda. Nikana waliuke. Nenda kukwenda ukomye ngo yaku. Ukomye ngayo wa bibinda tayi. Ngendu witu ngayone